Mbunge wa eneo bunge la Naivasha, Njeri Kihara, anadai kwamba usalama wake umeweza kuondolewa. Mbunge huyu anailaumu serikali ya Rais William Ruto kwa kuwapitia madhila wabunge wanaonekana kuegemea katika mrengo wa aliyekuwa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua. Madhila ya wabunge hasa wanaonekana kutoegemea serikali hajaanza hivyo. Mwaka 2023 zaidi ya wabunge 50 wa Azimio waliondolewa usalama wao. Wakati huo, Rigathi Gachagua ambaye sasa amebanduliwa kama naibu rais, alikuwa ni mmoja wapo wanasiasa wa Kenya Kwanza waliokuwa basi wanajaribu kusema kwamba ilikuwa ni sawia ama haki kwa wabunge hawa kuondolewa. Lakini miaka miwili baadaye, wabunge wanaoegemea mrengo wake pia wamepitia madhila sawia. Mwaka 2019 hadi mwaka 2020, madhila sawia yalipitia wabunge walionekana wakiegemea mrengo wa rais wa sasa, wakati huo wakiwa naibu rais Daktari William Ruto. Wakati huo Daktari Fred Matiang'i ambaye sasa anawania kuwa rais alikuwa ndiye waziri mkuu ama waziri wa masuala ya ndani. Wakati huo Matiang'i alisema kwamba maafisa hawa waliweza kuondolewa ili waweze kuendeleza mafunzo kwa maafisa wengine hasa wa vitengo vya usalama. Wakati huu sasa, mwaka 2025, Njeri Kihara amejitokeza waziwazi akisema kwamba lolote litakapotokea katika usalama wake, maswali yanafaa kuulizwa rais wa sasa na serikali yake. Mpenzi mtazamaji, haya yanajiri wakati ambapo maisha ya wabunge yameweza kuhatarini. Hivi punde ikiwa basi ni maisha ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were ambaye aliweza kupigwa risasi kadhaa.